nilikuwa nimeguzia kidogo kuhusu Mama Suluhu wakati alikuwa anasema kwamba Wakenya ni viumbe wa nchi jirani ambaye wanaharibu nchi yao. Na mimi nikamwambia, kama wewe ni mtu mzuri, mama mja Mungu, kulingana vile ambao umejifunga kama Muislamu, kama wewe si mnafiki, uje uokote walemavu, watu wale ambao wanafanya kazi ya watchman Nairobi, wale wanabeba moto na kitu wakichoma mahindi, na ubebe watu wale ambao wanazunguka na masoksi Nairobi, urudishe nyumbani na wape kazi kama kiongozi. Watu waliniona kama mimi ni kama mimi sielewi nasema nini, kwa sababu nilikuwa nimeona kabisa kwamba ule ni ibilisi, mtu asiyejua halali wala haramu. Hakika ni kwamba huyu mama, nilikuwa nimeambia watu kwamba nikimwangalia ana roho ya utu, bali ni kizazi cha wale Waarabu wa kutoka Yemen, wale walikuwa wamebaki hapo, walikuwa chini ya Sudan, Wazanzibari. Divozi, unaona wakati wa kupiga kura, watu wa Zanzibari piga kura, wakachagua kijana wa Mwinyi, na kisha baadaye wakamshawishi huyu mwingine ambaye alikuwa rais wa nchi yote kwa jumla, Tanzania yote kwa jumla, awanyanyase watu wa Kambara. Ndiposa ninawakumbusha kwamba mimi niliwaambia uenda mkaniona kama nabii, kwa sababu nilikuwa nimeitabiri kabla. Na sasa nataka kuambia, ni afadhali mgawanye nchi, Wazanzibari wakae kivyao na nyinyi mkae kivyenu, lakini mama atoke, kwa sababu unyanyasaji wa hali ya juu ambayo amenyanyaswa watu wa Tanzania bara wa kutoka Tanganyika. Hiyo ni kuanza kwamba watu wa Zanzibar wa kutoka Kiziwani waliamua kuwakanyanga, na hakuna haja ya ukanyanga ukiwa kwenu na mama ambaye yeye mwenyewe ni kizazi cha shetani. Wale ambao si Waislamu tunasema ajuja wa majuja, shetani wa mashetani, ule ambaye ajielewi kabisa. Mimi sina ubaya kuambia kwamba mkitoka Tanzania bara kwenda Zanzibar unaandana na passport. Hiyo ni kuanza kwamba wale waamini nyinyi kama ni watu wa nchi moja. Kama nyinyi wa nchi moja, kwa nini usienda kitambulisho ya kuanza kwamba ni Mtanzania na una haki ya kwenda kila mahali? Na mama anatoka huko anakuja na anawakanyanga na kuua watu zaidi ya 3,000. Kwamba watu ni wajinga waseme kwamba watu 3,000 wamekufa. Mama akajibu kwamba watu waliouawa ni vijana majirani. Basi kama ni vijana wa jirani, alirudisha hapo na manga wale waliouawa kutoka Kenya, waweke pale tuli tuokote maiti zetu. Mtu anasika watu zaidi ya 3 kwa kaburi moja. Hiyo ni kuonyesha kwamba huyu ni bebari mweusi ambaye amekuja kwa kanyanga, kwa dhulumu na kwa nyanyasa. Hakuna haja jamani, unganeni mwakishe ukweli, huyu mama ameenda no matter tena mna gani. Hiyo si unyanyasaji wa hali ya kwanza. Kumbukeni kulikuwa na Andrew Sokoine, kumbukeni kulikuwa na Luwasa, na sahi nani huyu bwana ambaye yuko sahi mnaisumbuana nani. Haiwezekani hiyo kwamba mnasumbuliwa na watu kutoka baharini, wanawasumbua natoka kwenu na kuja kuwanyanyasa kwao na kuja kuwanyanyasa. Hiyo ni kinyume na haki. Haki yenu lazima mpate, na Tanzania imekuwa ikisimika kwa muda mrefu, lakini sasa hii ameonyesha wazi kwamba nchi ya Tanzania ni nchi watu wananyanyaswa kwa hali ya juu, na nchi ambayo ilikuwa imejaribu kutengenezwa na Mwalimu Nyerere, nchi ambayo ilikuwa imetengenezwa na John Pombe Magufuli, sasa hii imekuwa takataka ama jalala la kutupa takataka. Kwa hivyo tafadhali, akisema huyu mama ameenda, no matter ataenda mna gani, ni afadhali hiyo nchi bunjike, lakini huyu mama aende kabisa, ili muweze kupata amani.
Hakuna chochote ambayo kupatikana kwa urahisi. Ile kitu ambayo mtafanya ni kusukumana naye mhakikishe kwamba huyu mama ameenda. Na itakuwa ni bahati kwenu na mtatoka kwa hiyo shida ambayo mko nayo. Nataka kusema hivi, watu wa ICC, watu wa ICC, tunaomba tafadhali, kulingana vile ambayo mlijaribu kufanya uchunguzi kwa hali ya juu na spidi sana, mhakikishe ukweli na mama ameshikwa iwezekanavyo. Tutangangana naye, si wa Kenya, tulijaribu hata kungana kusaidia watu wa Sudan. Nakumbuka kuna wakati ambaye 2010 tulikuwa nataka kushika Al-Bashir hapa Nairobi. Sisi kama raia tumbayana kwa ICC. Kisha baadaye walimshika wenyewe watu wa ICC na wamekamekishwa kama wamemtoa kwa sababu walielewa. Kwa hivyo sisi wa Kenya tuna advice, nataka kuwapatia kama majirani wema. Hatuna ubaya na nyinyi, lakini kitu ya kwanza, toeni hiyo takataka ambayo mmeweka ndani ya State House na Mungu atawasaidia na mtakuwa mmefanikiwa. Asanteni na Mungu awabariki.